Mzia transmission iliyofanywa kutoka kwa watu wa kawaida kufika kwa wana. Yohana 1:12 nasema alitufanya wana kwa nguvu, lakini nataka tuangalie tutadhibitika aje kuwa wana, sababu Kristo ametufanya wana. So tunataka tujifundishe tutadhibitika aje kuwa wana. Tunasoma kitabu cha Warumi 8 mstari wa 14 mpaka 17 na tutaendelea kusoma vitabu vingine. Karibu tusome. Warumi mlango wa 8:14 mpaka 17. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twaliwa Aba, yaani Baba. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu, na kama tu watoto, basi tu warithi, warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo, naam, tukiteswa pamoja naye, ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Amen. Amen. Jina la Bwana liinuliwe. Amen. Kuna mambo yanajionyesha hapa baada ya Kristo kutufanya wana wa Mungu kwa uweza, kwa nguvu. So kunaonekana kuna maisha ya udhibitiko wa kuwa mwana wa Mungu, na kitu cha kwanza tunakiona ni kwamba tunaishi maisha pamoja na Roho Mtakatifu ambaye ni msaidizi. Bwana Yesu ainuliwe. Na hiyo ndio dhibitisho kwamba ile neno la Yohana 1:12 kwamba alitufanya wana kwa nguvu, hii ndio dhibitisho. Unaweza ukafahamu kwamba wewe ni mwana, wewe si Mkristo tu mfuasi wa kanisa. Utadhibitika kupitia Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho amekuja kudhibitisha wana wa Mungu. Verse 15 inatufundisha kwa kuwa hatukupokea tena roho wa uoga uletao hofu. Kwa hivyo kunaonekana wana wako dedicated kiasi ya kwamba hawataishi maisha ya watu wa kawaida, maisha ya hofu ya kifo, hofu ya kitu kibaya kinaenda kutendeka, hofu ya mambo yataharibika. Na sijui kama unaelewa kwamba Wakristo wengi hujipata katika hofu hiyo, na hiyo hofu bado ndio iko kwa watu wa dunia. Unaweza kudhibitika wewe ni mwana wa Mungu wakati unaishi bila hofu. Bwana Yesu ainuliwe. Tutaishi bila hofu namna gani? Kwa kuhakikisha kwamba tumemilikiwa na yule aliyetumwa kuishi na wana, anaitwa Roho Mtakatifu. Na kasi ya huu Roho Mtakatifu uja anaondoa hatari zote. Kwa hivyo unaishi kama mwana anaishi under the protection ya parents wake. Bwana Yesu ainuliwe. Suko na watoto, tulishughulika vile walikula jana, tukashughulika vile walilala, asubuhi tumeshughulika vile wameamuka, vile wataoga, watajiandaa, vile watapata breakfast. Kwa hivyo mwana ni kiumbe ambacho kinashughulikiwa 24/7. Na hapa ndipo Kristo anataka tufike, ya kwamba tutafahamu alitufanya wana na tuanze kuishi kwa udhibitisho wa wana wa Mungu bila hofu ya maisha. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa hivyo Mkristo akiwa na hofu, ina maana yule alikuja kudhibitisha wana wa Mungu hayuko pamoja na yeye. Wakati mwingine unajua kwamba uko kasi, wale wako kasi wanahofia kufutwa, wanaishi kwa hofu ya kufutwa. Wale ambapo wako kwa ndoa wanaishi kwa hofu ya ndoa kuvunjika. Lakini si mapenzi ya Mungu watoto wake waishi kwa hizo hofu. Bwana Yesu ainuliwe. Mapenzi ya Mungu ni kwamba tutaishi kwa usujaa bila hofu, kupitia kumwamini Kristo Yesu na kudhibitishwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa hivyo kasi ya Roho ni very special.
Roho anatuhudumia ndani, analeta udhabiti wa moyoni na akili zetu, anasababisha tupate ufahamu kamili ya kasi ambayo Mungu anafanya juu ya maisha yetu. Roho anatufundisha makusudi ya Baba. Roho anatuongoza kwa njia ambayo haina hatari. Jina la Bwana liinuliwe. Na kwa hivyo ndio umuhimu wa mwana wa Mungu kuwa na Roho Mtakatifu, ni kama healing in your lifestyle in Christ. Maisha yetu katika Kristo yatapona kupitia Roho Mtakatifu, sababu huu Roho anatambulishwa kwamba si wa hofu, si wa uoga, kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yaani Baba. So udhibitiko wa wana, it is in the Holy Spirit. This is a personal area where you can understand wewe ni mwana wa Mungu na uko under umbrella ya Baba, unamuita Baba. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa hivyo ile hofu ya kitu kibaya kinaweza kutendeka na kitatusomba inaondoka. Jina la Bwana liinuliwe. Hiyo hofu itaweza kuondoka tu wakati ule ambapo utakuwa uko na usujaa wa kukaa na Baba. Bwana Yesu ainuliwe. Na utaweza kudhibitika katika Holy Spirit. Jina la Bwana liinuliwe. Kwa hivyo Holy Spirit ni msaidizi wa maisha yako personal as a son of God. So wewe ndio unajua kabisa umedhibitika kuwa mwana wa Mungu ama bado hujadhibitika kuwa mwana wa Mungu. Bwana Yesu ainuliwe. Roho anakusaidia kufahamu kwamba uko katika mpangilio wa Mungu ama uko nje ya mpangilio wa Mungu. Jina la Bwana liinuliwe. And the Holy Spirit anadhibitisha mtu mwenyewe kama ako upande wa wana ama ako nje ya wana. And now I think, brothers and sisters, we need to sacrifice more and more in a personal life with Christ, ili tudhibitike kabisa ama tujidhibitishe kabisa kwamba tuna Mungu na kwamba Mungu ni baba yetu. Kukuja kanisa na kuwa mfuasi wa kanisa haijatosha kudhibitika kuwa mwana wa Mungu. Baada ya kuokoka na kumkiri Kristo, haijafika hapo. Kuna kasafari ka kuanza kudedicate yourself na kuanza kuishi kwa mpango wa Holy Spirit na katika mpango ambao Mungu anauachilia, because God is speaking for their children every morning, every hour, but through Holy Spirit. Now the Holy Spirit, it is helper, it is a good teacher who is teaching us what God our Father demanding today. Because kumbuka katika kitabu cha Yohana 14:26 part B inasema, atakapokuja huyo msaidizi atatufunulia yanayoendelea na atatufundisha na tena atatukumbusha yale Kristo alinena. So huyu uhusiano wa Mkristo na Roho Mtakatifu ni uhusiano ambapo unahitajika ukomae, ni uhusiano unahitajika uwe mkubwa, ni uhusiano unahitajika kujengwa zaidi. Jina la Bwana liinuliwe. Kwa sababu ni uhusiano ambao una umuhimu sana katika maisha yako na kufanikiwa kwako kumejificha katika hiyo uhusiano. Jina la Bwana liinuliwe. Kwa hivyo tutaanza kuona Wakristo ambao wananawili kuliko wengine kwa sababu wamelinda ule uhusiano wao na Roho Mtakatifu ambaye ndiye anadhibitisha kuwa wewe ni mwana wa Mungu. Bwana Yesu ainuliwe. Na mtu ako na Roho Mtakatifu can hear through their inner mind. Bwana Yesu ainuliwe. Kumbuka katika kitabu cha Efeso 1:18 inatuongelesha, 17 na 18 inatuongelesha the inner one, about the inner one, that you may hear, you may see, you may understand. That hear, hiyo kusikia, hiyo uwezo unahitajika
ufahamu kupitia Roho Mtakatifu. Bila Roho Mtakatifu, you cannot be able to hear in the inner man. You cannot be able to understand from inner man. Bwana Yesu ainuliwe. So Roho Mtakatifu ni muhimu sana kwa Wakristo waliokoka na waliodhibitika wana wa Mungu. Roho Mtakatifu ni muhimu sana. Roho Mtakatifu ataenda akiondoa hofu katika maisha yako kwa kile unapitia. Ukikutana na Mkristo amepatwa na janga na ana hofu kubwa ya janga lile, kuna kitu inatangaza ana ule msaidizi wa ndani ambaye huondoa hofu, ambaye ni wa usujaa, ambaye ndio muonesha kuna kitu hapo. Huyo msaidizi ndiye yuko. Bwana Yesu ainuliwe. Unaweza ukawa wewe ni Mkristo unatishika kwa jambo, ukutana Mkristo mwingine anasema hiyo tu, nakwambia hilo tu, yani yeye kwake si mlima. Sijui kama unaelewa, kile kinafanya tuanguke sio kile tuna physical, bali ni kile tuna face from inner strength. If you are weak in the inner man, you can see even kakitu kadogo kakiwa mlima mkubwa sana. Bwana Yesu ainuliwe. Na utahofu. Kwa hivyo Kristo alifahamu na akafahamu kwamba maishani haya ya dunia hapo ametuokolea na ametuacha ili tuweze kupiga vita vya kikwake na tupate ushindi kupitia yeye. Alielewa kwamba tunahitaji msaidizi, kwa sababu kupitia msaidizi tutaona vitu hivyo vikiwa vichache na vikiwa vidogo. Hatutahofu, tutaondoa hofu, tutakuwa masujaa, tutaweza kudhibitika kwa mambo makubwa kupitia huyu msaidizi. Kwa hivyo huyu msaidizi ni muhimu sana kwa maisha ya Mkristo. Mstari wa 16 inasema Roho mwenyewe ushuhudia pamoja na roho zetu. Ukifika hiki kiwango ambacho Roho mwenyewe anashuhudia pamoja na moyo wako, hapo ndipo kiwango kile ambako miracles, signs and wonders can follow you, because uko katika kiwango cha uoga, uko katika kiwango cha kumsikia Roho anasema nini. Na kwa hivyo watu wanasema unaisha, unawaambia huu ndio wakati wa kuinuliwa, unaenda opposite, because you have a helper. Una msaidizi wa ndani ambaye anakuongelesha, ambaye anakommunicate ushindi wa utukufu wa Mungu ambao unaenda kutendeka maishani mwako. So Roho Mtakatifu ndio anadumisha wana na anadhibitisha wana in the inner man. Kwa hivyo Mkristo anakuwa msujaa na anaondoa hofu kwa sababu ya msaidizi. Angalia part B ya 16 nasema ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Unaona? 17 ndio ya mwisho inasema na kama tu watoto basi tu warithi wa Mungu, warithi yao pamoja na Kristo, naam, tukiteswa pamoja naye ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Angalia 17 inatuonesha vitu viwili. Kitu cha kwanza inatuthibitishia kwamba tu warithi, na kitu cha pili inatuthibitishia kwamba kuna sehemu ya maisha tutapita tuone kana kwamba tumeachwa, lakini tunateseka pamoja na Kristo ili tuweze kutukuzwa pamoja na Kristo. So tutaweza kuelewa hadi kwamba kile tunapitia ni jaribio katika Kristo, ambayo ni tofauti na mtu wa kawaida ambaye anapitia shida. Sababu mwana apitii shida, anapitia teso pamoja na Kristo, ambao kutokana na hayo katika kitabu cha James inatuambia we receive more strength, tunapokea uwezo mkubwa kutokana na kujaribiwa. Bwana Yesu ainuliwe. Na kwa hivyo kuna kakipindi ambako kako mbele yetu kakuteswa pamoja na Yesu. Jina la Bwana liinuliwe. Na ikiwa kwa kakipindi tutakaendeka kuteswa pamoja na Yesu, tunahitaji huyu msaidizi au upande wetu, ndipo aweze kutusaidia kwamba hii si shida, ni jaribio, ni pito la udhibitiko wa safari yangu na Yesu. Bwana Yesu ainuliwe. Wakati mwingi ukiwa umeshiba na umeridhika sana, dhambi huinuka sana.
na mwili utasikia unang'ang'ana na dhambi sana. Bwana Yesu ainuliwe. Lakini ikiwa kuna jambo unapitia, dhambi ufungiwa nje wakati ule una kipindi unapitia mangumu. Bwana Yesu ainuliwe. Na kwa hivyo kunaonekana kuna sehemu tunapitia pamoja na Kristo ili tudhibitike pamoja na Kristo, sababu tunaenda kuinuliwa pamoja na Kristo. Bwana Yesu ainuliwe. Na kwa hivyo Mkristo ni vyema ajiandae kwamba kuna wakati atapitia kakipindi ambako ni kakipindi ka kutafuta kutukuzwa pamoja na Kristo. Na hapa ndipo unahitaji Roho ili usiweze kuchukua hii shida ambayo unapitia kama shida ya mtu wa kawaida, kama dada yako wa nje, kama ndugu yako wa nje. Uwe na udhibitifu kwamba what I'm going through is a section of growing to be glorified by God. Bwana Yesu ainuliwe. Because tatizo kubwa katika maisha yetu ni kutofahamu kile ambacho kinafanyika. Na unajua wakati mingi hata tunatafuta mahusia, ni nini inaendelea maishani mwangu? Basi ni nani anaweza kudhibitisha, kukujulisha ni nini inaendelea? Ni Roho Mtakatifu ambaye anaishi na wewe, ambaye anakudhibitisha kuwa mwana wa Mungu. Huyo ndio anasababisha uweze kudhibitika ama kufahamu kile unapitia sio shida, bali ni jaribio la kungoja utukufu pamoja na Yesu. Bwana Yesu ainuliwe. Unaangalia maandiko inatutayarisha kwamba kutakuwa na tupindi ama kutakuwa na kipindi kizito, kutakuwa na ukurasa ambao, tuangalilie kitabu cha Wagalatia 5:18. Kuna kipindi kizito. We are waiting to be glorified together with Jesus. And I want to tell you kwamba hata hapa duniani utakuwa glorified pamoja na Kristo katika maisha yako. Wagalatia 5:18. Wagalatia mlango wa 5 mstari wa 18. Lakini mkiongozwa na Roho, hampo chini ya sheria. Hamuko chini ya sheria. Unaona sasa? Kwa hivyo sheria ulete hofu na inalete kushindwa, because sheria ni kipimo cha ushindi na kushindwa, lakini Roho analeta kushinda peke yake. Bwana Yesu ainuliwe. Ni vizuri sana tuwe na uhusiano mwema na Roho Mtakatifu mpendwa, ili tuweze kuwa tumeondolewa hofu ya kushindwa na tumepata umakinifu wa kushinda kila wakati. Efeso 1:13. Efeso mlango wa 1 mstari wa 13. Ndiyo. Nanyi pia katika huko mmekwisha kulisikia neno la kweli. Ndiyo. Habari njema za wokovu wenu. Tena mmekwisha kumwamini yeye. Na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Tena tunamuona hapa Roho, baada ya kuliamini neno na kumwamini Kristo, kuna kutiwa muhuri. Na hii ni sehemu nyingine ambayo ukiwa wewe ni Mkristo unastahili kutamani kuwa na Roho Mtakatifu, sababu huyo ndiye atakustamp, atakufanya kuwa dhibitisho ya kwamba you are saved by Christ Jesus. You are cleansed your sins by Christ Jesus. The Holy Spirit ana kazi kubwa ya ndani, kubwa sana ya ndani. Roho Mtakatifu ndiye anakudhibitishia kwamba utarithi uzima, ndiye anakudhibitishia kwamba wewe ni mwana wa Mungu, ndiye anakudhibitishia kwamba utashinda katika yote ambao wengine wanaanguka. Bwana Yesu ainuliwe. Roho Mtakatifu ni msaidizi wakati wa majanga. Mwaka jana mwezi wa 5, wakati nilikuwa nimeumia spine, alikuwa karibu na mimi sana, na kwa miezi 2 niliyotembea na crutches, alikuwa karibu na mimi, na tukifika mwezi huo mwingine nilikuwa niko sawa, na nilikutana na watu ambao waliniuliza, unataka kumaanisha wewe ulikuwa umegonjeka mgongo ama ulikuwa umejifanya? Bwana Yesu ainuliwe. Nikamuuliza, kwa nini unasema hivyo? Kwa sababu hatujaona mtu amepona mgongo kwa haraka. Bwana Yesu ainuliwe. Basi ile ilikuwa ugonjwa, ilikuwa nipite pamoja na Kristo ili nidhibitike pamoja na Kristo.
Bwana Yesu ainuliwe. So wakati wa Kristo ulipofika wa kuthibitishwa pamoja na Kristo, wengi walidoubt na kuuliza, lakini ukweli ni kwamba haya ndiyo maisha ya wana. Mwana ataingia kwa janga zito, lakini atatokezea upande ule mwingine akiwa na utukufu, ametukuka pamoja na Yesu. Hiyo ni njia nyingine ya kudhibitisha kwamba na kweli huyu ni mwana wa Mungu, kutokana na vile ameingia kwa hii shimo na jinsi ametokea pande ile. Kuna mtu anaitwa Danieli ambaye alitupwa katika tundu la simba. Ilidhibitika Danieli ni mwana wa Mungu wakati walimtupa kwa tundu la simba. Asubuhi yake akatolewa akiwa hana dhara. Mfalme akataka kujua kama hao wengine ni wana wa Mungu, akasema nao watupwe. Maandiko inasema hawakufika chini, wakararuliwa. Ni vizuri mpendwa, udhibitike katika wana na udhibitike katika ufalme wa Mungu. Usiwe tu chachi ngoa, usiwe mtu wa kwenda kanisa. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa sababu kuna sehemu za mapito ambazo utahitaji kupita na uonekane na ushindi. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa hivyo mpendwa, udhibitifu wa kuwa mwana wa Mungu ni furaha katika maisha yako, sababu kile ambacho unaenda kupitia unatokezea pande hilo ukiwa mshindi, ukiwa una dhara. Watu hata wakitafuta madhara ambayo ulikuwa nayo wanakosa, yani haidhibitiki kabisa ni wewe ulikuwa na jango lile. Kwa nini? Kuna Roho ambaye aliondoa hofu na ambaye amekuja kustamp that you are a son, kile ulichokiamini cha kweli. Yesu alisema tutawajua kwa matunda ya maisha yao. Mtu ambaye hajadhibitika na Roho Mtakatifu anapoingia kwa janga, anaingia kwa janga akisama, na akicheza anapotelea pale. Lakini mtu ambaye ni mwana anaingia kwa janga na anatokezea. Mordekai aliingia kwa janga na Waisraeli, Wayahudi kukatwa vichwa, lakini kilibadilika katika ya mwisho. Yule ambaye alikuwa ametengeneza janga akakatwa yeye mwenyewe, akatindikwa yeye mwenyewe, Mordekai akakuwa promoted. You see now? So hofu ya kuwa utaisha ni kumaanisha Roho Mtakatifu ambaye udhibitisha wana hayuko na wewe. Roho Mtakatifu ambaye udhibitisha wana akikuwa na wewe, ina maana kile unapitia ni ukurasa tu wa Yesu kujitukuza. Si kasi umepoteza, ni Yesu anajitukuza. Haleluya. Si ndoo imeisha, ni Yesu anajitukuza. Hiyo ni udhibitifu wa mwana. Si ugonjwa wa kuangamia, ni Yesu anajitukuza. Haleluya. Sio biashara inaisha, ni Yesu anajitukuza. You are a son. You are going to penetrate in a new phase. Watajua kwamba na kufahamu kwamba wewe ni mwana, because kuna Roho amekustamp. Tumepata kujua hivyo katika Waefeso 1:13. Yeye huatia muhuri, na ikifika hicho kiwango ambacho Roho amekutia muhuri, this is a son of God, basi wacha kile kinakuja kikuje, but they will see you in a victory area, in a victory desk. Swali ni hili mpendwa, unaweza kudhibitika kiasi ya kwamba utaondoa hofu kwa maisha yako? Unaweza kudhibitika kiasi ya kwamba utaondoa hofu katika kila jambo ambalo unapitia? Ndio, inawezekana. Kubali uhusiano wako na Kristo Yesu uwe ukiongozwa na Roho Mtakatifu. When the Holy Spirit will stamp you, wakati Roho Mtakatifu atakustampu hivi, hauko katika kuisha, uko katika jaribio. Amen. Na jaribio ni la muda mchache sana, hata kama wakati uko katika jaribio unaonanga kama miaka 10. Bwana Yesu ainuliwe. Tuangalie kitabu cha Wagalatia 4 mstari wa 6 na wa 7. Galatia mlango wa 4 mstari wa 6 na mstari wa 7. Ndio. Na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alimtuma Roho wa mwanawe mioyoni mwetu, aliaye Aba, yaani Baba. Kama ni hivyo, wewe si mtumwa tena, bali u mwana. Na kama u mwana, basi umrithi kwa Mungu. Angalia hapo, kuna mambo matatu yanadhibitika ya kwamba
alituma roho wa mwanawe mioyoni mwetu aliaye haba, yaani Baba. Kwa hivyo udhibitifu wa Baba wa mbinguni na kuomba, yaani kuna mtu akiomba ako sure is calling their father and that prayer will be answered as sure. Bwana Yesu ainuliwe. Na sisi wote tunaweza kudhibitika kumuita Baba, na tuondoe hofu kwa maombi yetu, kwamba hiyo ombi unaomba litaenda through na litapata jawabu, ikiwa kabisa uhusiano wako na Roho Mtakatifu aliyetumwa akudhibitishe kuwa mwana uko tayari. Lakini ikiwa umempoteza huyu aliyetumwa akudhibitishe kuwa mwana, maombi yako yatakuwa kelele. That's why tuna waombaji wengi na wachache maombi yao yanajibiwa. Bwana Yesu ainuliwe. Nataka uangalie jambo hili ina njia ya kwamba this is me. And I want to tell you, kile kimeandaliwa hapa kijaandaliwa katika kanisa, kimeandaliwa cha wewe, mwana wa Mungu. Bwana Yesu ainuliwe. Amen. Alituma roho wa mwanawe mioyoni mwetu aliaye Aba, yaani Baba. Mstari wa 7 unasema, kama ni hivyo wewe si mtumwa tena, bali u mwana, na kama u mwana basi u mrithi kwa Mungu. Angalia, anadhibitisha basi kama uko na roho wa Kristo ndani yako aliaye Baba, wewe si mtumwa. Kwa hivyo mambo yale utendekea watumwa hayatakutendekea. Amen. Utaita na uitikwe sababu wewe si mtumwa. Amen. Utarequesti na ushughulikiwe haraka sababu wewe ni mwana. Amen. This is a personal area. Wewe unataka udhibitike kabisa. Bwana Yesu ainuliwe. Amen. Kwamba wewe ni mwana. Kama vile tuna mambo ya kikawaida katika maisha yetu tumeyadhibitisha, ndiposa udhibitishe kwamba chumba kile ambacho umetoka ndicho chumba chako, umeacha umefunga na kafuli, si ndio? Na ni wewe tu utaenda kufungua hiyo kafuli. Mwingine akionekana pale ni mwizi, hata majirani wanajua mwingine akionekana hapo ni mwizi. Umedhibitika kuwa wewe you are the owner of that house. Hata neighbors wanajua. Can you imagine? Tuna area tunadhibitika, lakini inner life, our inner strength, our breath tunashindwa kuidhibitisha. Kuweka uhusiano na roho tu. Bwana Yesu ainuliwe. Tuna vitu mingi katika maisha tumedhibitisha. China wali inuliwe. Tuna vitu tumedhibitisha na kusimekubalika vile tumedhibitisha, lakini unashindwa kudhibitika kuwa wewe ni mwana. Halo? Ni wajibu wako kudhibitisha kuwa wewe ni mwana wa Mungu, na hiyo jambo litaondoa hofu kwa maisha yako, your personal life. Itakufanya msujaa, itakufanya uwe na nguvu. Hii jambo litakufanya uwe mtu ambaye anashinda juu ya ushindi. You have a confidence, whatever is going through there, I'm going to penetrate. Inaondoa hofu. Yesu hakutaka uishi maisha ya hofu. Bwana Yesu ainuliwe. Amen. Yesu hakutaka uishi hivyo. Yesu ana miunganiko ya kila ukurasa wa maisha yako. Kama hauna kasi, ikifika mwisho wa mwezi kuna uunganiko ataunganisha kwamba nyumba yako italipwa. Hauko kwa hofu ya kufungiwa nyumba. Unless inafungwa kwa sababu kuna kipindi unataka kupitia Yesu ajitukuse. You understand? But Kristo alikufia ili usiishi maisha ya hofu. Maisha ya hofu inakuonesha kwamba kuna area hujadhibitika, to be stamped by Holy Spirit as a son. Bwana Yesu ainuliwe. Amen. So you need to be established as to be a son. Unahitaji kudhibitika kupitia Roho Mtakatifu. Watu wanapitia jambo na wewe huna hofu na hiyo. Nashukuru Mungu, watu walikuwa wanapitia hofu ya corona na kuangamia juu ya corona. Sisi hatukudhuriwa na hiyo wala hatukuwa na wasiwasi hiyo. Na nina imani wengi wetu tuligojeka corona lakini hata hatukujua, sababu hata hospitali hatukwenda. Kuna wengine wetu hata walienda kudungwa mashindano sababu wanahofia kukufa corona. Lakini wale walikuwa stamped, wanaishi maisha ambayo ina hofu. Hata sindano hawakudungwa. Tena bali inuliwe. Kwa nini? Kuna nguvu iko ndani yao inadhibitisha that they are safe. Huyo mtu ukimuuliza mbona unaenda kudungwa sindano, kwambia
okay, wachana nayo, sababu hataki kuonesha kwamba is a special, but the truth, yeye ni special. Can heal, can feel the presence of God is together with you. I'm a son. Na kama niko mwana, baba yangu wa mbinguni yuko pamoja na mimi. Amedhibitisha kwamba hii si sehemu yangu. Kuna mwimbaji anaitwa Willy Elima wa kule Sudan, Tanzania, anasema hii si sehemu yangu. Kuwa na tung'ombe tuchache. Ananifurahisha sana. Atikuwa na kanisa wa washirika wachache si sehemu yangu. Anatabiri kwamba sehemu yake ni ya mambo makubwa. Yes. Bwana Yesu ainuliwe. Amina. Lakini mimi nimekuja kukuambia sehemu yako ni ya kuwa mwana wa Mungu. Amen. Na sehemu yako ni kuishi bila hofu. Hakujalishi unapitia nini, lakini hofu, kama uko na hofu ina maana wewe hauna kitambulisho cha mwana. Kama una hofu ina maana wewe una kitambulisho cha mwana ambacho ni Roho Mtakatifu upeana. Na hii itatuondoa kwa hofu na shetani kwamba hataweza kukufuata, sababu kuna stampu imewekwa na anaielewa. Na chochote kile unapitia utapata kushinda. Hautaporomoka bali utaendelea kutukuka. Bwana Yesu ainuliwe. Amina. Utaendelea kutukuka kupitia kuwa stamped through Holy Spirit. Through Holy Spirit, whatever you are doing itakuwa established. Amen. Bwana Yesu ainuliwe. Why? You are a chosen one. Your job is a chosen one. Your marriage is a chosen one. Everything you have is a chosen one. If you are a chosen and you are stamped, everything I own is stamped. Amen. Bwana Yesu ainuliwe. Amina. Kwa hivyo ikiwa mimi ninastambika kuwa mwana na nina ulinzi, bali gari langu basi limestambika kuwa gari la mwana na lina ulinzi. Shamba langu limestambika kuwa la mwana na lina ulinzi. Kazi zangu zimestambika kuwa za mwana na siko na ulinzi. Kwa hivyo kila heri ya Baba amenishughulikia. Hofu haitakuwa na nafasi maishani mwangu. Na hii ndio maisha Yesu alikufia ili tuishi maisha ambayo hatuna hofu. Watu wengine wakitendekewa na hii unaondoa hofu, sababu hiyo sio sehemu yangu. Sio sehemu yangu Kashanja. Hii sio sehemu yangu John. Dhibitika kuwa mwana, dhibitika kukaa na Roho Mtakatifu. Jenga uhusiano wako naye. Mambo yale ambayo ni machafu, ambayo yanafanya Roho Mtakatifu asikae na wewe, yaepe. Yaepe. Dedicate your body as a living sacrifice. It is the best offering you can offer before God. Romans chapter 12 verse 1, verse 2, verse 1. Bwana Yesu ainuliwe. Amen. Verse 2 inasema ya kwamba the fashion of the world, the system of the world. Unajua, nimeona hata Wakristo wana compete na watu wa dunia na njia ambayo sio ile tunastahili kucompete. Unapata mtu wa dunia anajua, sijui ni TikTok inalipa ama ni YouTube ama whatever, zote zinalipa. Unapata mtu anaenda, ameona mtu wa dunia ameenda amecheza kamsiki hivi, amecheza ametuma kwa TikTok. Na Mkristo ndio huyo, hata unashindwa saa hiyo roho kwa wapi? Naye anaenda anacheza, anafanya vituko, anatuma kile anataka alipo kama ule mtu wa dunia. Kwa hivyo wewe kwenu mko sawa na watu wa dunia, hauna urithi. That's why unataka urithi ule hawa wanatafuta nawe upate. Pole sana kwa kuwagusa. Lakini ungeenda tu kwa YouTube useme Yesu Kristo aliokoa, damu yake ina dhamana kubwa, imeniweka huru, imenifanya niwe afya, imenifanya niwe, alafu utume. Hata wasipoona mbingu itakulipa. Bwana Yesu ainuliwe. Because we can do it for sure. Hebu tusomee Romans 12 verse 2. You know, sometimes kuna vitu inatuondoa kwa mpango wa Mungu na kwa roho wa Mungu, lakini unabaki ukisema sijui zamani nilikuwa na vioma na sasa si viomangi. Kumbe ulijitoa polepole kwa kukimbisana na mitindo. Umeiona? Walumi mlango wa 12 mstari wa 2. Wala msiifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Nia, your conscious. Tusomee another language. Mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema.
the will of God, kumpendeza na ukamilifu. To be renewed, to proof. Nitaingia YouTube, lakini nitaingia kwa system ya kikwetu. Sita defect kwa baba ndio nifanye kama watu wa dunia. Nitaenda tu kwa YouTube, lakini nitaenda kama kikwetu. Nitaenda kikwetu. Hata unatuka nguo nzuri sana kama hii ya mama, alafu unaingia TikTok unawaambia mtu akiokolewa na Yesu na roho wa Mungu akiwa ndani yake uvaa hivi, alafu unaachilia, umeingia kikwenu. You are being transformed. You cannot copy the world, but the world they are supposed to copy you. Oh yes. Utakuta na Mkristo ambaye pia alikuwa akijua, hata sasa hivi unashindwa anaviomanga na rogani, sababu ako na tawel ametoka kwa baba, alafu ana act alafu anatuma, na alikuwa ameona TikTok mtu wa dunia aliakti na tawel, so anataka amkombe na yeye bado wako kanisani. Unakuja kupata huyu Mkristo ni mwana, lakini ana udhibitisho roho aliyama samani. Your lifestyle can keep Holy Spirit, and your lifestyle can chase away the Holy Spirit. Then you remain the church goer, mtu wa kanisa, una remain kiongozi wa kanisa. Na unajua tu utakutoa uongozi, sababu saa zingine una uongozi mzuri na unatuletea hela. Lakini ukweli ujue, ukifa utaenda jehanamu. Pamoja na kuwa ulituletea hela, injili itaendelea. Ukifa utaenda jehanamu. Usifikiri sababu unatuletea hela ati ukifa huyu hata Mungu aliangalia jamaa anaitwa Cornelio katika kitabu cha Acts 10, akamwambia wewe, hizi sadaka zako na hizi maombi zako zimeleta ukumbusho. Kwa hivyo tumana Petro akuambie unahitaji kumwamini Yesu na unahitaji kujazwa na Roho. Ukisoma hiyo tena utaona walipomwamini Petro, neno la Petro, walipokea Roho Mtakatifu na wakabatizwa. Walipokea Roho Mtakatifu. Kwa nini walipokea? Because God wanted Cornelio to become a son. Sisi hatu kuokoka, tumeitwa tuwe a son, lakini wengi wamepokea hekima ya kidunia na kuchase away the love of son. Wengi wamepoteza usana na wameremini kanisani. Na pastor hata kufukuza. Pastor anataka namba na anataka sadaka. Hallelujah. Na anataka your leadership. Wadati pastor hawezi kufukuza. You are a secretary of the church. Amen. But you need to chase your life in Christ. Jua kwamba unahitajika kudhibitika kuwa mwana. Isije ikapigwa kengele ya tarubeta ya mwisho na ubaki na uanze kutoa vitabu vya kanisa ukisema I was a secretary, na aseme sikukujua wala sikufahamu. Na itakuwa kitu inaitwa usuni mkubwa sana. So hatukuitwa sababu ya mambo mengine, tuliitwa tuwe special wana wa Mungu. Roho Mtakatifu akaletwa atudhibitishe kuwa wana. Hii mambo ya mwilini na kusumbua ni sababu you want to copy world. Na nashangaa kwa Mungu kuna mambo mengi sana ya kukopi. Mengi. Kashangaa kwa Mungu kuna mambo mengi ya kukopi. Joseph kuna mambo mengi ya kukopi kwa Mungu. John kuna vitu mingi ya kukopi kwa Mungu. Kwa nini tuende kwa dunia kukopi? Tufanye kama wao. Well, they are supposed to come to our Father kingdom. They copy because we have many instruments in the house of our Father. We are chosen, we are stamped. Bwana Yesu ainuliwe. Amen. Siri mpendwa ni kukubali kukaa kwa ile stamp. That is stamp. Na hii stamp ndio ikae kwako. Kuna kujinyima, kuna mambo unajinyima, kuna vitu watu wa dunia wakitokezea wewe utokezei. Unabaki kivyako sababu wewe ni mteule wa Baba. I don't do what you do, people. I'm a chosen one. I don't eat the way you eat. I'm a chosen one. I must eat like a chosen one. I must walk like a chosen one. I must dress like a chosen one. I must speak like a chosen one. Are we together? Yes. Are we together, church? Yes. Ni wajibu wako. Mimi kasi yangu ni kukuhubiria. Basi usipo amini na usipotii nitafanya nini? Itakuacha kanisani na uendelee kuleta tithe. Hallelujah. Amen.
Exodus 17:16. Exodus 17:16. Kutoka mlango wa 17 mstari wa 16. Ndio. Akasema, Bwana ameapa. Bwana ameapa. Bwana atakuwa na vita na Amaleki kizazi baada ya kizazi. Unaona? Mungu aliapa kupigana kinyume cha watu ambao walikuwa wanadhoofisha watoto wake. Wanaenda kinyume cha watoto wake kisasi kwa kisasi. Kuna mtu utawahi muona kwa vita, sababu vita vyake vinapigana usiku na mchana. Na watu waliokusudia kwamba wataimweka chini, ataendelea kucelebrate wakishindwa. Sababu upande mwingine amedhibitika kuwa Unajua kuna vita ambazo tunapitia ambazo hatustahili kuwa tunapitia. Kuna stahili kuonekana hame fighting for you. Hata watu waambii wanastahili kudhibitisha kwamba huyu mtu ni moto, tuachane na yeye, tutaisha. Because umedhibitika kuwa mwana. 1 Corinthians chapter 10 verse 4. Wakorintho wa kwanza mlango wa 10 mstari wa 4. Wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho. Kwa maana waliunywea mwamba wa roho uliowafuata. Na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Angalia, wana wa Israeli wakitembea na Musa, sababu nilikuambia Old Testament it is a video ambayo imeaktiwa spiritual realm, and that true video it is New Testament. Nirudie tena, Old Testament, safari ya Mungu na wana wa Israeli ni mfano wa maisha kamili ambayo ni ya watoto wa Mungu katika Kristo Yesu. Kwa hivyo Musa walisafiri Kanani kwa physical journey. We are walking with Jesus to enter in New Jerusalem in spiritual journey. Bwana Yesu ainuliwe. Amen. Ambayo itatutransform kutoka duniani kwenda mahali kwingine. Lakini Musa waliakti wakiwa hapa duniani. Ni kama vile mnaenda kuakti kitabu. Bwana Yesu ainuliwe. Mwandishi wa kitabu hata hayuko hapo. Mmetrain kuakti hiyo kitabu. So Musa aliambiwa mko jangwani, mna shida, bonga mwamba mkunywe maji. Paulo anatufunulia katika kanisa la Korintho kwamba hiyo mwamba waligonga wakanywa. Mwamba ni nani? Ni Yesu Kristo. Maji ni nani? Maji ya uzima ni Yesu Kristo. Njooni kwangu ni nyote mlio na kiu munywe. Alimwambia mama Msamaria, nikikupa maji niliyo nayo kabisa utarudi kwa kisima, hautaona kiu tena. Ni maji ya malisayo, kiu ni maji ya uzima, Yesu Kristo. Musa alinyweshwa physical. In Christ we drink real water. Bwana Yesu ainuliwe. Amen. In Christ we are in the real life. We are not acting the book. We are living as the book says. Na kwa hivyo ni umuhimu wako kudhibitika kuwa mwana na kukubali stamp ya Holy Spirit. And let me tell you, if you don't choose to Holy Spirit to stamp you, hatakaa tu hapo kando yako. Kingojea mpaka siku ile utamruhusu akustamp. Lakini ni upate kujua, kustambiwa na Roho Mtakatifu ni kasafari. Ni kasafari kalio na kujinyima tamaa, kiburi, kuendea, kujifananisha, kuacha kununua nguo sababu uliona. Haleluya. Bwana Yesu ainuliwe. Amen. Si ujiweke kuwa special. Si ujue umeitwa kuwa mtu mashuhuri na ukubali kuwa mashuhuri. Si uache kukula kama mtu wa dunia. Si uache kufanya kijana. Vile vijana wa dunia wakienda kupiga story, unajua na wewe sasa unataka kucreate story yako, unaenda unajichopia. Na bado uko kwa Yesu. Lakini kweli ni kwamba, where are you going? Are you going somewhere? Can you feel Christ in your life? Is there any relationship? Hallelujah. Uhusiano wako na Mungu unausikia? Is there any product you can show?
concerning the kingdom of God, concerning to be son, to be a chosen one. Is there the stamp of Holy Spirit? Umetiwa muhuri na Roho Mtakatifu? Unaweza kudhibitika mahali watu wanataka kudhibitishana? Bwana Mungu atusaidie. 1 Peter chapter 1 verse 23. Petero wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 23. Kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Angalia, Petro anatufundisha umuhimu wetu kwamba tumesaliwa kwa mbegu ambayo iwezi ikaoza. So hatujachaguliwa tuishe, hatujasaliwa upya tuangamie, hatujasaliwa upya tuangamie na HIV. Hapana, tuta overcome HIV, tuta overcome corona, tuta overcome the things that they are eating world. Kwa nini? The elected and the seed, the quality of the seed, the word of God. Quality of the seed, the word of God. Petro anatuonesha vile tuliko watu muhimu. Bwana Yesu ainuliwe. Quality seed, sio mbegu ya kuharibika, sio mbegu ya kuangamizwa na HIV, sio mbegu ya kupigwa risasi. We are elected seed. Sasa tatizo ni hili, we are elected seed, we don't want to live as a elected seed. That is the problem. Ikiwa kabisa sisi ni mbegu isiyoharibika, basi tuchague kuishi maisha isiyo ya kuharibika, maisha isiyo ya tamaa, maisha ambayo sio ya kutafuta tu pesa kwa njia yoyote tu. Lazima tushinde tamaa ya wizi, tamaa ya ukahaba. By the way, maandiko inasema hawataingia. Ni vyema nikugusie, ndio nifanye uumwe sana ukubali Roho Mtakatifu. Hebu tusomee 1 Corinthians chapter 6, tusomee 9 mpaka 11. Wewe ni mbegu teule. Hiyo mbegu ni neno la Bwana ambalo limetengenezwa ili lituokoe. Wakorintho wa kwanza mstari wa 6, mlango wa 6. Ndio. Kutoka mstari wa 9 mpaka 14. 11 samahani. Au hamjui ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu? Msidanganyike, waasherati hawataurithi ufalme wa Mungu. Waasherati, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafilaji, wala walawiti, gesimu, wala wevi, waizi, wala watamanio, waishi maisha ya tamaa, wala walevi pia, walevi wa pombe, wala watukanaji, wala wanyang'anyi. Na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii, lakini mlioshwa, lakini mlitakaswa, lakini mlihesabiwa haki katika jina la Bwana Yesu Kristo na katika Roho wa Mungu wetu. Mtukuze Mungu katika mwili na roho. Mtukuse Mungu katika mwili na roho. Si ati kwanza kusema wokovu ni roho. Wokovu si roho, ni katika mwili na roho. Usiendelee kuwa mlevi, utaona uzima. Utaona. Na hata vita ikija, hautathibitika kuwa mwana, na wana pekee ndio wanashinda vita. Ulevi, ulavi, tamaa, ufilaji, gesimu, hawataona. Mpendwa, the head of this game, it is to enter in the internal life. Angalia vile unatia bidii kuongeza kuzaa watoto. Ungekuwa unatia bidii kuongeza vipawa ndani yako. Tia bidii uongeze vipawa. Viko vingi. Na the more utabeba uzito mkubwa wa vipawa vingi, ndivyo vile utasama katika Mungu. Vile unatia bidii kuengage mapenzi, mpaka unajua kuna watu very creative katika WhatsApp sao. Hata kutuma ka message, anatuma ka message mpaka inaua huyo mtu kabisa.
anaingia box. Be creative in the Bible. Act in the Bible. Ni vile tu pastor hawezi ruhusiwa aone hizo WhatsApp. Nikisema tu nataka kuangalia WhatsApp, utaona mtu ametoka nje akadelete. Sina shughuli na hiyo. Kuna yeye anaangalia, aliye juu yangu anaitwa Yesu Kristo. Bwana Yesu ainuliwe. Yaani kuna hii roho ya kutotosheka na kile tumepewa. Tunatafuta kile hatujapewa, lakini kile tumepewa hatuna shughuli nacho. Angalia, nimepewa mke, niache mke nikatafute kitu kingine na huko. Na kile nimepewa bado situmia. Bwana Yesu ainuliwe. Bwana Yesu amenipa uzima, amenipa uponyaji, amenipa mke. Sitafuti hizo vitu. Nataka mapesa mengi, nataka kujenga hapa. Nataka mapesa sasa. Lakini unashangaa mtu ni kama mwenda wazimu. Na nikwambia watu ni mwenda wazimu, ni kupimwa hawajapimwa. Watu wanatafuta vitu zile wako nazo. Zile ziko available. Na wanalala nje ya kita. Umelala nje kwa nini? Nikitafuta mume. Na ule kwa nyumba, chana na huyo ni kiatu. Bwana Yesu ainuliwe. Siangalie maisha yako uone nini hauna, utafute hizo hauna. Lakini katika yote dhibitika kuwa mwana wa Mungu. Dhibitika kuwa mwana wa Mungu.